Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho kimeweza kujiri kutoka katika mahakama ya kimataifa ya usuluhishi wa michezo CAS, ambapo kwa upande mwingine waliweza kuwataarifu klabu ya soka Yanga Sports Club kwamba kwa upande mwingine kesi yao iliweza kufutwa, ambapo kesi ilikuwa inahusu klabu ya soka Yanga kwenda kushitaki katika mahakama ya kimichezo ya FIFA kuhusiana na kwamba wanataka wapewe pointi 3 kwa sababu ya klabu ya soka ya Simba kushindwa kufika uwanjani katika mchezo wa Kariakoo Derby uliopangwa kuchezwa tarehe 8 mwezi wa 3 mwaka 2025. Sasa CAS wameweza kutoa majibu, kisha kwa upande mwingine kupitia bodi ya ligi kuu Tanzania bara nao pia tayari wameshaupangia mchezo tarehe ambapo utakwenda kurudiwa, lakini Yanga wameweza kujibu mapigo. Sasa kumnako mahakama usuluhishi wa michezo waliweza kutoa taarifa inayosema hivi: mahakama ya kimataifa ya usuluhishi wa michezo CAS imetupa rufani ya klabu ya Yanga yenye kumbukumbu namba CAS 2025 A/11/298 ambayo klabu hiyo ilifungua dhidi ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF kuhusiana na mchezo namba 184 wa ligi kuu ya NBC Young Africans Soccer Club dhidi ya Simba Sports Club. Walalamikiwa wengine katika shauri hilo, ambapo pamoja na mengine klabu ya Yanga iliomba mechi tajwa hapo juu isipangiwe tarehe mpaka litakapotolewa uamuzi na ni bodi ya ligi kuu Tanzania bara TPLB na klabu ya soka ya Simba Sports Club. Kutokana na uamuzi huo, CAS, bodi ya ligi kuu Tanzania, inaendelea na maandalizi yake ya kuhitimisha msimu wa ligi kuu ya NBC 2024-2025 na kufanya maboresho ya ratiba ya ligi, ukiwemo mchezo namba 184 Young Africans dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Simba, kisha kutangaza ratiba mpya mapema iwezekanavyo. Sasa kupitia bodi ya ligi kuu Tanzania bara hii leo tunavyozungumza tayari wameweza kutoa taarifa rasmi ya mchezo huu ni lini utakwenda kuchezwa. Kwa mujibu wa ratiba ni kwamba mchezo huu utakwenda kuchezwa mwezi wa 6, yani mwezi Juni tarehe 15, ambapo Yanga watakuwa nyumbani katika uwanja wa Benjamin Mkapa majira ya saa 11 wakienda kucheza dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Simba Sports Club. Sasa mara baada ya shirikisho hili kuweza kutangaza tarehe rasmi, kwa sababu ukiangalia shauri la klabu ya soka ya Yanga liliweza kutupiliwa mbali, basi kupitia klabu ya soka ya Yanga Sports Club tunaona kwa mujibu wa taarifa ambayo waliweza kuipoa, nao pia wameweza kuthibitisha kwamba wameipokea taarifa kutoka CAS, lakini msimamo wao klabu ya soka Yanga kivyo vyote vile hawatocheza mchezo huu dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Simba, ambapo taarifa iliyotolewa na Yanga nasemaje? Inasema hivi: uongozi wa Yanga Sports Club unapenda kutaarifu umma kuwa umepokea majibu kutoka mahakama ya kimataifa ya usuluhishi wa michezo CAS kuhusu kesi yetu namba CAS 2025 A/11298. CAS imeieleza Young Africans Sports Club kurudi kwanza kwenye kamati za ndani za soka ili kushughulikia kesi yetu kabla ya kurudi kwao kwa ajili ya hatua za rufaa, lakini kutokana na uonevu, uvunjwaji mkubwa wa kanuni na upendeleo wa dhahiri kwa baadhi ya timu unaendelea kufanywa na mamlaka za soka Tanzania, uongozi wa Young Africans Sports Club hauna imani na uko tayari kupeleka shauri hilo kwenye mamlaka ambazo zitatenda dhulma. Aidha, uongozi wa Young Africans Club unapenda kujulisha umma kuwa msimamo wa klabu yetu ya mchezo namba 184 wa ligi kuu msimu uko pale pale, kuwa hautashiriki kwenye mchezo huo kwa namna yoyote ile. Wanayanga wote watakuwa tayari kuipambania haki yao kivyo vyote vile ili kukomesha dhulma na uvunjwaji mkubwa wa kikanuni unaendelea kufanywa na mamlaka za soka kwa maslahi mapana ya maendeleo ya soka letu la nchini. Kwa hiyo tunaona Yanga msimamo wao uko pale pale, hawatocheza mchezo huu, lakini tayari mchezo huu umeshapangiwa tarehe na bodi ya ligi kuu Tanzania bara. Kwa hiyo sasa mara baada ya shirikisho linalosimamia mpira wa miguu nchini Tanzania TFF kupitia bodi yake kuweza kutangaza tarehe rasmi ya mchezo kati ya kikosi cha timu ya soka ya Simba dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club kupitia
meneja habari na mawasiliano wa klabu ya soka ya Simba Ahmed Ali ameweza kutuma kijembe kizito kwa klabu ya soka Yanga ambao wao msimamo wao ni kutokucheza mchezo huo. Meneja habari na mawasiliano anasemaje? Cha kwanza, ameweza kumposti mchezaji Eli Mpanzu Kibisawala ambaye kwa sasa anaimbwa kweli kweli katika kikosi cha timu ya soka ya Simba, kisha akaandika hivi: Juni 15 volkano italipuka na kutengeneza mlima wa majonzi. Hapa akimaanisha kwamba hiyo Juni 15 kama klabu ya soka ya Yanga watapeleka timu uwanjani, basi volkano itakwenda kulipuka, akimaanisha kwamba kuna uwezekano mkubwa Eli Mpanzu akawafanya vibaya klabu ya soka ya Yanga Sports Club. Kwa hiyo tunaona huyo ni meneja habari na mawasiliano akijinasibu na kujitamba volkano itakwenda kulipuka hiyo Juni 15 mwaka 2025.